watu wanaojiweza, matajiri, ama ni watu wenye kama hauna kipesa, yani kama hauna pesa ya kutosha hawezi kuja kutunziwa hapa kwetu. Lakini kwa maservice tofauti tuliongea nao, nimesikia kama wanatoa watu ile hofu. Sijui utaweza ukatuambia nini kuhusu hiyo kitu? Asante. Kusema kweli ndugu, hiyo inaitwa rumors, yani rumeur. Unajua wakati kitu cha mzuri kinafika kumgini, lazima kitishe na kilete uoga. Unajua hata mwanamke mrembo akiwa mrembo sana, wanaume wanakuwa na uoga ya kumkaribia. Kila mtu anasema huyo binti atanikubali kweli? Huyu msichana iko mrembo sana. Yaani wanaume wanaogopa kumkaribia. Ijapokuwa iko simple. Na hajakataa. Iko simple. Yes. Ndio Skyborn. Ni binti mrembo sana. Sasa watu wanaogopa, lakini wanaogopa kwa bure. Kumwanzo wakati tumefika hapa, hiyo ni kweli watu walikuwa na woga, lakini wenyewe walikuwa na courage, walikuwa na hiyo bidii, wakuja kwa kajionea, wakasema kumbe tulikuwa tunadanganyiwa, kumbe tulikuwa tunasemewa mambo ya uongo. Skyborn iko na bei nzuri sana. Kwako for example, kwa watu walikuwa nasema hapa kwetu paracetamol moja ni $20, lakini huko watu walikuja hapa wakasema tunaelewa kama watu walikuwa wanawachukia. Wanadanganya kweli. Watu walikuwa wanawadanganya. Ilikuwa tu ni wa challenger wenu, walikuwa wanasikia wivu ya kama nini mnakuja na vitu ya kalite, ndio wanawasemea uongo. Kwa kifupi, bei zetu ziko rahisi sana, ziko adapté à toutes les bourses. Na kama unaangalia vizuri, majorité ya wagonjwa tunapata hapa kwetu ni wa privé. Si hata maonje, si hata ma société. Sur 100% ya wagonjwa wanafika hapa kwetu, 60% ama 65% ni wa privé. Yani ni wakaaji wa kawaida. Wa motar, wafanya biashara kidogo kidogo, ni wa enseignant, walimaji. Donc ni watu tu normal, wa citoyen ya kawaida, anafanya kazi yake ya normal, ka business ka kidogo, anakuja kujifaire soigner ku Skyborn. Mais hapa kwetu anatafuta nini? Anatafuta service ya qualité na kwa bei rahisi. Asante sana. Asante sana Papa MD. Tunaendelea tena kushukuru sana wanaotufuata kwa mtandao wetu. Kweli mmejisikia, mmesikia wenyewe hapa. Tukisimamia hata kwa hii devise yetu ya wenyewe wametuambia, wanasema votre santé c'est notre priorité. C'est-à-dire kitu ya kwanza Skyborn inaangalia sio pesa, lakini inaangalia kwanza afya ya wagonjwa. Anaangalia mgonjwa kipona, nyuma wanaongelea pesa. Na kwa hiyo yote hatutasahau kuendelea kumshukuru Papa John Mwanzia aliyowaza na akafanya kitu kizuri kama hiki akakileta hapa kwetu Uvira. Kweli kwa jina la watu wa Uvira tunaendelea kusema asante sana Papa John Mwanzia, na Mungu aendelee kukubariki, akupandishe kimapato ili utuletee hata vingine vitu vizuri. Na hata sisi wenyewe hii ikuwe mfano mzuri kwa kufuatia, kwa kuangalia ya kuleta mambo mazuri na maendeleo hapa kwetu Uvira, hata kando ya Uvira, hata Kongo mzima. Kwa hiyo tunasema asante Papa MD. Tunamalizia hapa. Sijue kama kuna kingine kitu tutaweza kuongelea ili tumalizie kwa kuelezea watu hiyo tunaongelea. Asante. Asante sana ndugu. Ya mwisho yangu ni kusema ya kwamba watu ya Uvira, watu kando ya Uvira wasapoti hii mradi, wasapoti hii projet. Hii projet si tu projet ya boss Mwanzia John, ni projet iko pale juu ya kufaidisha watu wote. Kama unaangalia vizuri, ni watoto ya hapa Uvira ndo wanabeneficie na hii mradi. Kungambo ya wafanyakazi a 100% ni watoto ya hapa Uvira, Wabembe, Wafuliru na ingine makabila ndio wanafanya kazi hapa, ndio madaktari hapa, ndio wa infirmier ama wanasi hapa, ndio wa coucheuse, ndio wa technicien de laboratoire. Yani hakuleta wa étranger, anatumikisha main d'oeuvre locale. Hiyo ni kitu ya kwanza. Cha pili, wanani wanabeneficie, wanani wanafaidika na matunzo hapa? Ni watoto ya hapa, ni wazazi ya hapa, ni baba ya hapa, wa mama wa hapa, ndio wanabeneficie, ndio wanafaidika na matunzo ya hapa. Yani hii mradi lazima tuiunge mkono. Na kuiunga mkono ni je, unakuja hapa, unakuja kulipa consultation, unakuja kulipa matunzo hapa, kusudi na sisi tupate pato. Kesho ukuje hapa ukutane dawa iko, kesho ukuje ukutane kila kitu kinaendeka sawa sawa. Mtuunge mkono,
Mwache wale watu ambao wanawadanganya kusema kama Skyborn ilikuja juu ya watu ya MONUSCO, Skyborn ilikuja juu ya watu si juu ya Monji. Hapana. Nafikiri utafanya round, utaangalia majority ya watu wanakuja hapa ni wa privé. Walishagundua ya kwamba walikuwa wanadanganyiwa, walishagundua ya kwamba watu wania mbaya walikuwa wanataka kuwaderote. Skyborn ilikuja juu ya watu wote. Na Skyborn tunasema tena hapa, devise yetu ni votre santé, ni priorité yetu. Hatukusema kama ni sante ya mtu fulani kama mtu fulani, sante ya watu wote. Ya mwisho nataka kusema, nataka kukumbusha watu juu ya hii pandemic coronavirus COVID-19. Iko realite, ingawaje chef de l'etat amedeconfine, lakini amesema lazima tujifunze kuishi na hii virus inaitwa coronavirus COVID-19. Bado ingali na circule, bado ingali na sisi. Kudeconfine si kusema ndo mwisho ya epidemie. Bado epidemie ingali nafanya ravage, bado epidemie ingali nafanya inaua watu. Watu wasiwazivi wamefungula mabar, wanafungula manganda, wanafungula marestaurant, mahotel, wanafungula sijui makanisa. Hivi ndio kusema epidemie naisha. President amesema hivi, lazima tuyue kuishi na hiyo virus en adoptant les gestes barrières. Niko na maske yangu, kashne yangu, lazima nikiwa ku malio public mimi naivaa. Kwa sababu sijui mtu uko pale ni mtu gani. Labda kuna hiyo coronavirus anaweza kuniambukiza mimi. Lazima kuosha mikono saa yote. Tusisahau ma gestes barrières, tusisahau kuishi na hiyo coronavirus parce que ikingaliki. Watu ya Uvira msipuuze. Tukipuuza hii coronavirus inaweza kutuletea sasa shida. Donc hiyo kabisa ni message nataka watu wasikie juu ya coronavirus COVID-19 bado ingali na circule, tusikuwe wapuuzi hapana. Tuadopte ma geste barrière, les chefs de l'État mesema parce que virus ingali en circulation. Asante sana. Asante sana Papa MD. Tunaendelea kuwashukuru kwa yote mmetuambia ama kwa yote mnaambia watu wanaotufuata kwa mtandao wetu wa YouTube channel Uvira TV. Tunasema asante tena kwa staff yote ama kwa wote waliotupatia maelezo tofauti kuhusu services za hapa kwetu ku Skyborn. Na hatutaacha kumshukuru pia yeye Papa John Mwanzia. Tunaendelea kushukuru yeye manager kwa yote aliyofanya kwa ujumla hapa kwa Uvira. Kwa hiyo tunamalizia hapa tukisema Mungu aendelee kuwazidishia. Awabariki, kwani hii kazi sio kazi rahisi, ni kazi inagusa kwa maisha ya mtu. Yani hii ni kitu kubwa Mungu amewapatia. Kwa hiyo Mungu aendelee kuwabariki na kuwazidishia na kuwapatia moyo na nguvu ya kufanya hii kazi vizuri. Asante Papa. Asante sana. Skyborn Hospital, Skyborn.